Baada ya ushindi mnono, Young Africans ikiibuka na bao 2-0 dhidi ya timu ya Silver Strikers, ikamtambulisha kocha mkuu, kocha Pedro kutoka Ureno. Tuangalie historia yake ya soka. Nani yeye, mbio zake za kazi, matokeo makubwa, na pia hali ya sasa, na pia baadhi ya changamoto juu ya uteuzi wake ambapo amejiunga na klabu ya Young Africans, na hii ikiwa ni kweli kabisa imethibitishwa. Utambulisho na asili. Pedro Vladimir Suarez Gonçalves alizaliwa Februari 7 mwaka 1976 huko Lisbon, Ureno. Alianza kazi ya kiufundi coaching akiwa msaidizi katika klabu ndogo za Ureno kama Amora Football Club na CD Gova de Piedad miaka ya mwaka 1990, kabla ya kujiunga na mfumo wa vijana wa Sporting Club de Portugal Academy kati ya mwaka 2001 mpaka 2015. Kazi yake kubwa Afrika na mafanikio. Mnamo mwaka 2015 au karibu na hapo, alihamia Angola. Akaanza kufanya kazi katika klabu ya Ferrinho de Agosto na Makundi Age Groups ya vijana nchini Angola. Kisha mwaka 2018 aliteuliwa kuwa kocha wa timu ya taifa ya vijana ya Angola Under 17 na baadaye kuwa kocha wa timu ya taifa ya vijana Under 20 kabla ya kuchukua nafasi ya kocha mkuu wa timu ya taifa ya Angola National Football Team kuanzia tarehe 15 Agosti 2019. Uongozi wake Angola alionyesha maendeleo. Ilifikia hatua kubwa zaidi ya awali katika michuano mbalimbali ya Afrika, Angola ikionyesha uwezo wa kuunda kundi thabiti la vijana na kuingiza mabadiliko ya kitheolojia. Mfano, alipata mafanikio katika COS FA Cup na pia ilifuzu kwa Africa Cup of Nations AFCON chini ya Gogbes, jambo ambalo haikuwa kawaida kwa timu hiyo. Jina lake ni gumu, labda tutumie Pedro. Kuondoka Angola na kujiunga ndani ya Young Africans mnamo Septemba 2025. Vyombo vya habari viliripoti kwamba Angola na Pedro walikubaliana kwa mkataba wa makubaliano ya pande zote mbili baada ya zaidi ya miaka 6 ya kushika wadhifa huo kama kocha mkuu, hivyo kusitisha mkataba na timu ya Angola. Leo tarehe 25 Oktoba 2025, kocha Pedro ametangazwa rasmi kujiunga na Yanga kama kocha mkuu mpya. Hata hivyo, Young Africans imemtangaza kupitia mitandao yao ya kijamii. Yanga ni klabu kubwa nchini Tanzania na mafanikio yanatarajiwa mara kwa mara, kwa hivyo kocha mpya atashiriki jukumu kubwa la kuendeleza mafanikio ya klabu. Kocha Pedro, changamoto zitakuwa pamoja na kuendana na mfumo wa mchezo wa Tanzania, kutambua na kutumia vipaji vya ndani na kuboresha utendaji wa klabu katika mashindano ya Afrika, kwa mfano ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo leo imetinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Pia kuanzisha uhusiano mzuri na wachezaji na mashabiki ambao kawaida hupendezwa na ushawishi mkubwa ndani ya klabu. Kocha Pedro ana historia ya kusisimua kama kocha aliyeleta mabadiliko hasa nchini Angola. Ikiwa uteuzi wake wa Yanga umethibitishwa, basi ni jaribio jipya kwa pande zote, kwa Pedro mwenyewe na kwa Yanga. Iwapo ataweza kuleta mafanikio kama alivyofanya Angola, basi klabu itaendelea kuwa na mstari wa mbele nchini Tanzania na Afrika. Na hii ni nipe mtazamaji wetu wa Nel TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ili uendelee kufurahia na taarifa zetu za kimichezo, subscribe, share, comment kisha like. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Nel TV. Ikiwa leo Young Africans imeibuka na ushindi wa bao 2-0 na kutinga hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Singida Black Stars nayo ikifanya vyema huko katika uwanja wa Azam Complex dhidi ya Flambeau, huko Simba Sports ikifunga kazi hapo kesho tarehe 26 Oktoba mwaka 2025, ambapo yeye tayari ana mtaji wa bao 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Tayari amekwisha kutanguliza mguu mmoja katika hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Pasina shaka Simba itatinga hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Mimi ni Sport Lady Queen Liz, hadi wakati mwingine, kwa heri.